Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani waamini ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kufanya marejeo ya unabii ambao mwamba wa Shuhuda ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Mwamba wa Shuhuda alileta ujumbe wa diplomasia duniani, na unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo. Utaona ujumbe wa diplomasia ambao mwamba wa Shuhuda aliuachilia wakati ule, na hii ilienda sambamba kutokana na kile ambacho kilifanyika tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 pale kwa mataifa ya dunia walipokutana pale kwa ajili ya kuigawa nchi ya Mungu, nchi ya Israeli katika anuari zile mashauri. Kwa hiyo wakati wanakutana pale, mwamba wa Shuhuda alitoa unabii kupitia ule ujumbe wa diplomasia kwamba wakati wao wanakutana kwa ajili ya kupiga kula kuifanya Israeli kuwa na mataifa mawili, wakati watu wote wakijua kwamba Israeli ni taifa kuu la Mungu ambalo Mungu wa Shuhuda aliweka michoro yake duniani, kuchora wazo lake kutoka ndani ya taifa moja akitumia maandiko yake katika lugha ya kinabii ili mchoro wake wa ukombozi utoke ndani ya taifa moja uende katika mataifa yote ya dunia. Wakati wanafanya vile, Mungu wa Shuhuda akawa amekasirika. Ndio maana ilipofika tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025, mwamba wa Shuhuda alinipa ujumbe wa diplomasia. Wakati ujumbe ule wa diplomasia wakati naumaliza, mwamba wa Shuhuda alitoa nabii mbili muhimu zilizokuwa zinaambatana katika mkutano wa kinabii. Lakini unabii mmoja hapo ambao mwamba wa Shuhuda aliuzungumza ulikuwa juu ya ule mkutano, au unaweza kuita ile Kyoto, kwa maana ile baraza ambao ulikutana kule Kyoto katika mwishoni mwa karne ya 20 kuja katika mwanzo wa karne ya 21, pamoja na mabaraza mengine ya hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwamba wa Shuhuda akaniambia iambie dunia kwamba yale hayakupasa kuwa mabadiliko ya tabia nchi, wangesema mabadiliko ya tabia za wakao juu ya nchi, kwa sababu wamepitisha machafu ulimwenguni kiasi ambacho ulimwengu utakutwa na hali mbaya zaidi. Na moja kati ya mambo ambayo mwamba wa Shuhuda alizungumza pia habari ya matetemeko makubwa ambayo hayana budi yangetokea duniani ambayo hayajawahi kurekodiwa. Na niko hapa kufanya marejeo. Tayari mmeona pale Venezuela tayari kuna tetemeko kubwa limetokea ambalo halijawahi kuwako katika rekodi. Hii yote inathibitika kabisa kwamba mwamba wa Shuhuda anaujua mwisho tangu mwanzo. Tutaunganisha unabii, maelezo haya na ule unabii ili upate kujifunza kwamba mwamba wa Shuhuda huwa kosei. Na hapa natumia nafasi mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Mkutano wa ule wa New York wa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 lilikuwa kosa kuu dhidi ya mataifa yote ya dunia. Mitaa yote katika ulimwengu huu na maeneo mbalimbali na mataifa mbalimbali, tubuni dhambi, rudini tena New York mkabadilishe kile ambacho mkifanya, la sivyo hili ambalo limetokea Venezuela yataendelea kuwa matukio mazito zaidi kuwahi kutokea, na mengine yote ambayo yametajwa kwenye unabii ule ambao ulikuwa umetoka, ambao tutaunganisha na maelezo haya, hayana budi kukumba dunia kuelekea moja siku mwisho. Tubu dhambi, geuka. Mwamba wa Shuhuda ameachilia ujumbe unao kanisa. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo. Utaona jumbe mbalimbali zimeachiliwa, na jumbe hizi ni jumbe za kinabii. Usitumie kile yako cosmology, usitumie kile yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yule Mungu mkuu, yule yao wa zama zote ambaye ni Yesu, atakupa michoro ya kinabii ili uweze kujua anwani hizi mashuhuri kuelekea moja ya siku za mwisho. Lakini usitumie kile yako ya darasani, huwezi kumpata Mungu katika anwani hizi mashuhuri. Tubu dhambi, geuka. Mwamba wa Shuhuda anarudi moja hapa siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati tuonane katika mangoro kuja. Amina. Mwamba leo alikuwa ananiambia, sawa? Leo tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 nikiwa ofisini nikamsikia Bwana ananiambia Kyoto. Wakaelewa Kyoto. Sasa nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia waliwahi kukaa mkutano wa Kyoto, Umoja wa Mataifa na washirika mbalimbali duniani, wakaingia kwenye maazimio kuelekea wakati huu tulionao kuhusiana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Bwana Yesu akaniambia waambie mkutano wa Kyoto walifanya makosa. Haukupaswa kuwa mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi, wala haukupaswa kuwa mkutano wa mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Yalipasa wajadili mabadiliko ya tabia za wakaoji wa nchi ambayo ni wanadamu. Kwa nini mmepikisha ushoga na usagaji? Leo mmemtukana Mungu, mmesema nchi yake mnaigawa, sawa? Sasa ile nchi ndio baraka ya watu mataifa. Kutakapotokea haya niliyosema, mtasema mabadiliko ya tabia nini? Tabia nchi ni mabadiliko ya tabia za wanadamu duniani. Kwa sababu wanadamu mmemkataa Yesu. Wanadamu mmemkataa Mungu muumbaji wenu. Mungu amekasirika. Mwamba wa Shuhuda akakuchukia. Akaniambia waambie mkutano wa Kyoto na protokoli ya Kyoto waende wabadilishe kama wataweza. Waingie waandike protokoli ya Kyoto ni mabadiliko ya tabia za watu wamemwacha Mungu wao. Waanze moja,
hapo na kurekebisha makosa yote ya Umoja wa Mataifa. Kama bila kufanya hivyo, ulimwengu huu utakutwa na hali mbaya kuwahi kutokea duniani, kwa sababu watu wametenda dhambi duniani. Mkutano wa Kyoto unaozungumza hapa na watu wa Umoja wa Mataifa na hapa na watu wote duniani, yalikuwa ni makosa. Lazima haukupasa kuwa mabadiliko ya tabia hewa au mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi. Yalipaswa kuwa ni mabadiliko ya tabia za wanadamu. Mmemtukana muumbaji wenu, mmesema amekosea. Aliyesema kwamba mataifa yatatokea yametokea. Aliyesema katika siku za mwisho Israeli itawarudisha katikati ya mataifa ni ile ya tabia yatatokea. Leo mnamkataa Yesu. Lazima tena katika njia ya kisiasa. Lazima na waeleza hiyo kweli. Geukeni haraka kabla mambo haya hayajakuta. Kyoto nchini Japan. Makutano yaliyokutana pale mwishoni mwa karne ya 20 kuja katika karne ya 21 na mabaraza mengine mliokaa kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Nawaambia sio mabadiliko ya tabia nchi. Nchi haina shida. Sio mabadiliko ya tabia hewa. Hewa iko vile vile. Tatizo mmetenda dhambi, Mungu amekasirika. Mungu aliwaambia Ibrahimu, mkitenda dhambi nitaleta njaa. Mkitenda dhambi hai mvua haitanyesha. Kwa tatizo haikuwa hali ya hewa. Melezo baba. Tatizo kwa Ibrahimu haikuwa hali, tatizo ya nchi. Ilikuwa tatizo la ukaaji wa nchi. Ndio maana leo Waibrania walifukuzwa nchini mwao. Nanyi mtafukuzwa, mtaondolewa duniani. Hamtaondoka kwa mara moja. Mara huku mafuriko makubwa watu watafariki. Huku matetemeko yataondoa watu. Mara ajali, vita, melezoba na mambo mbalimbali ya volkano yataondoa watu. Magonjwa yataondoa watu. Kwa sababu dhiki kubwa bado, lakini mtaondolewa duniani. Kwa sababu mmetenda dhambi duniani. Yesu amekasirika. Bwana, wakati niko ofisini akaniambia nenda kahubiri ujumbe huu leo. Kwa mujibu wa chombo cha ABC News, Ulaya inakabiliwa na wimbi la joto kali la kihistoria tangu tarehe 21, huku baadhi ya nchi zikifika hadi kiwango cha joto 40 news, ikiwemo Ujerumani imefika hadi kiwango cha joto 41.7 news, Poland ikiwa na kiwango cha 40 news.5 na Czechia ikiwa na kiwango cha 41.1 news. Inaelezwa chanzo kikuu cha hali hiyo ni mchanganyiko wa joto la kawaida la msimu wa kiangazi Ulaya na ongezeko la gesi chafuzi ambalo limeongeza kiasi na ukubwa wa mawimbi ya joto, na limekuwa juu kwa nyuzi 15 hadi 18 kuliko kawaida. Katika maeneo mengine tayari zaidi ya watu 1300 wamefariki kutokana na joto hilo. Baadhi ya miundombinu kama barabara, reli na baadhi ya milima yenye barafu Uswizi zimeyeyuka kwa kasi, na baadhi ya mitambo na nyuklia nchini Ufaransa imelazimika kusimamisha shughuli kwa muda.